Mtumishi wa serikali katika halmashauri ya wilaya ya Mbogwe anayedaiwa kuweka rehani nyaraka za serikali ili apate fedha za kunywa pombe ni miongoni mwa watumishi 11 waliotimuliwa kazi kutokana na makosa mbalimbali ya kinidhamu yakiwemo utoro kazini, ulevi pamoja na ubadhirifu wa fedha. Mtumishi huyo Juma Shabani Saidi ametajwa kufukuzwa kazi baada ya kukutwa na makosa matatu ambayo ni utoro wa siku 90 kazini, ulevi akiwa kazini pamoja na kuweka rehani nyaraka za serikali ili kupata fedha za kunywa pombe. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Mbogwe baada ya baraza hilo kujigeuza kamati na kuridhia hatua ya kinidhamu dhidi ya watumishi hao wa kada mbalimbali. Ni ndugu Shabani Juma Saidi amekuwa na tuhuma mbili. Ya kwanza ni utoro kazini, ya pili kushindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa kanuni ya 57(1) ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka wa 2022, Bwana Shabani Juma Saidi ametiwa hatiani kwa makosa matatu: utoro wa siku 90, ulevi wakati wa kazi na kuweka rehani posi na muhuri kwa maana ya nyaraka za serikali ili apate fedha ya kunywea pombe, jambo linaloudhalilisha utumishi wa umma na serikali. Management imeshauri afukuzwe kazi na baraza limekubali kwa kauli moja afukuzwe kazi. Ni Bwana Richard John Leso, mteknolojia mkuu msaidizi daraja la kwanza. Tuhuma inayomkabili ni utoro kazini. Kwa mujibu wa kanuni ya 57(1) na kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022, utoro umethibitika. Amekuwa na utoro wa siku 322. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 57(1) ya kanuni za utumishi wa umma ya mwaka 22, imependekezwa afukuzwe kazi na baraza kwa kauli moja limekubaliana afukuzwe kazi. Wa pili ni Bwana Rwezahura Vedasto Baritazari, mhudumu wa afya kitengo cha maabara. Tuhuma inayomkabili ni utoro kazini. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 57(1) ya kanuni za utumishi wa umma ya mwaka 2022, imethibitika kuwa na utoro wa siku 229. Hivyo kwa mujibu wa kanuni hiyo, na yeye pia kamati ilipendekeza afukuzwe kazi na baraza limekubaliana kwa kauli moja afukuzwe kazi. Leo katika kikao hiki nimefanya kitu ambacho sikukitegemea katika maisha. Waheshimiwa marais, ndio maana kwenye zile hoja za kunyonga huwa wanazikwepa sana, na nahisi na mimi hapa nilichokifanya ni kama kunyonga watu, lakini kwa sababu inanibidi, sina namna ya kufanya. Tunalifanya jambo kwa sababu imelazimu. Sasa niwaombe ndugu zangu watumishi, hatujachaguliwa sisi kuja kusoma makanuni ya kufukuza watu, lakini mnatulazimisha tufike. Kwa hiyo ili kuepukana na haya, ninawasihi sana tukafanye kazi kwa weledi. Nataka niwakumbushe ninyi mlioko hapa, mmesoma lakini hamjajisomesha ninyi, mmesomeshwa na wazazi wenu. Na ndio maana mkurugenzi, siku naingia hapa nilitamani kufanya mkutano na watumishi wote wa headquarter. Malengo yangu na mawazo yangu ilikuwa ni kuwakumbusha, kazi ndizo zimetukutanisha hapa, kazi ndizo zimetufanya tuwe ndugu, lakini mko hapa mmewaacha wazazi mbali. Wazazi wameriski mali zao nyingi sana kuwasomesha ninyi. Saa nyingine kwa uwezo tofauti, wapo wazazi wameuza mpaka mashamba ili wewe usome upate kazi, na kazi umepata, halafu umeleta mzaha na uzembe kwenye kazi. Leo baraza kwa kauli moja tunasema ufukuzwe kazi. Kesho unabeba mabegi yako unafika nyumbani, wakisha kuona wazazi wanafurahia mtoto wetu amekuja, lakini namna unavyoshusha mabegi itakuwa ni tofauti na ilivyo kawaida. Hivi unategemea kitakachofuata nini kwa wazee?
kama sio mzee kuwa na stress na kumsababishia kifo kisichokuwa cha lazima. Kwa naomba niwaambie kabisa watumishi kwamba hatujachaguliwa sisi kuidhinisha kuwafukuza kazi, lakini mnapotulazimisha tufanye hivyo, na kwa mujibu wa sheria inatulazimu tufanye. Na katika watu ambao waga wanagoma watumishi kufukuzwa kazi ni waheshimiwa madiwani, waga wanatetea kweli kweli, lakini kwa utoro huu wa siku 200 na kitu, mtu mmoja 200 na kitu hayupo kazini, hata ungekuwa na huruma kiasi gani? Kwa nini usiwe na huruma na serikali na kulipa mshahara? Kwa sababu wanakuambia siku 5 mfululizo mtumishi usipokuwa kazini, conservatively wanasema ni out. Sasa mtu anakaa siku 200 na kitu, alafu unataka huruma ya Mungu. Kwa mkurugenzi, mimi niombe, unajua hii wilaya ya Mbogwe ina fursa nyingi sana. Watumishi tumeshindwa kufananisha fursa zilizopo na kazi tunayotakiwa kuifanya. Nataka nitolee mfano mmoja. Mkurugenzi, kuna watu sasa hivi wameacha kazi, wamerudi kwenye madini, muda wa kazi. Inasikitisha sana. Unajiuliza, hivi huyu anajielewa? Muda wa kazi yuko kwenye madini. Kweli mtu kama huyu atamwangalia mtoto? Mtu kama huyu ataangalia miradi? Mtu kama huyu ataangalia na changamoto za wananchi? Atakwenda kusikiliza kero? Sasa watumishi wenzangu, hebu tutii maadili ya kazi. Hebu tutii maadili ya kazi, kwa sababu haiwezekani utoro kazini. Watumishi 17 wote nimesikia hapa, mwenyekiti anasoma ni utoro. 11 11 ni wengi mno. Hivi umesoma, umepoteza muda, umeajiriwa, afu kuna vijana wako mtaani wanatafuta hii ajira, wewe uko ndani ya ajira, tunachezea ajira. Mimi niombe, hebu tutumie muda wa kazi vizuri. Sheria ziko wazi, kuingia ni saa 1:30, kutoka kazini saa 9:30. Lakini kama kazi haijakamilika, maana yake utapewa extra duty. Sheria iko wazi. Sasa kuna wale watoro, afu kuna wale ambao wanakuja kusaini afu hawabaki kazini, wanakuambia niko kwenye mradi fulani, kumbe yuko nyumbani amelala. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea wilayani Mbogwe mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens.